Nitaleta somo inaitwa jinsi ya kuongozwa na Roho. Najua wengi ambao wako kiroho sana, tena kuwapata kwa ibada hii ya kwanza huwa si rahisi, maana wao roho wanakuja pale ile kubwa ndio ambayo iko fire. And before the fire, Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya moto kuwaka, unajua moto ambao ni permanent, sio moto wa makuti. Moto wa makuti huwaka na baadaye kazima, na unaweza kukanyaga pale kwa miguu yako kama ambaye hakukuwaka moto. Lakini moto ambao inaweka ni ile ya mkaa, ambao inawekwa miti, inawekwa nini? Inawekwa miti ambapo bado ni mbichi na inawakishwa kwa masaa. Inawakishwa kwa masaa, na baada ya kuwakishwa kwa masaa ikiwaka na wewe ukiwekwa pale ndani, basi ujue ya kwamba ni kuchomeka, utachomeka. So kuongozwa na Roho ni somo ambalo kwanza lazima iwekwe kuni, iwekwe miti kubwa juu. Asante sana. Lazima iwekwe miti na miti logs, sio kuni, alafu ndio baadaye ianze kuwaka. Ukitaka kwa kweli uongozwe na Roho, hata licha ya kuongea na lugha, inafaa uwekewe basics. Ndio ukiongea kwa lugha huko juu mama, lakini chini uko na nini? Uko na ground, uko rooted, uko grounded kiasi ya kwamba hautingiziki. I have seen people ambao wanaongea kwa lugha, lakini ikifika wakati majaribu yanakuja, wanakuwa swept by the majaribu. Kwa sababu gani? Kusema kweli waliongea kwa lugha lakini hawakuwa wamekomaa. In that case, somo hili how you can be led by the Spirit of God itaweza kutusaidia. This is just introduction katika somo hili. Na nitasoma maandiko matatu hivi. Kitabu cha Warumi 8 mstari wa 14, alafu tutaruka 15 na mstari wa 16. Alafu pia tutasoma kitabu cha Proverbs chapter number 20 verses 27. Nitasoma Kiswahili, alafu msomaji mwingine pia atanisomea nitasoma kwa Kizungu alafu msomaji mwingine utanisomea kwa Kiswahili. Romans chapter 8 verses. As are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Verse 16, the same Romans chapter 8, inasema, for Spirit himself beareth witness with our spirits that we are the children of God. Spirit himself beareth witness with our spirits that we are children of God. The book of Proverbs chapter number 20 and verses 27 inasema hivi, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of 20 verse 27. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. And nianza nisomewe kwa Kiswahili. Na hiyo nianza introduction kusema kwamba ni the lamp of the Lord. Nisomewe hiyo Romans chapter 8 verses 14. Kiswahili nasema namna gani? Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Umesikia hapo? Ina maana kama hauongozwi na Roho wa Mungu, wewe sio mwana wa Mungu. Kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hivyo qualification ya kuwa mwana wa Mungu ama mtoto wa Mungu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hebu soma Romans 8 verses 18. Sasa nizimie hizo mataa. Verses 16, samahani. 8:16 nasemaje? 16. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kumbe huyo Roho ndiye anashuhudia ndani ya moyo wako. Kila ukitembea anaongea na moyo wako kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Ina maana kama hauna Roho wa Mungu ndani yako, basi huna ushuhuda ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Tumesema ya kwamba watu wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu, na huyo Roho ndio ushuhudia na mioyo yetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Sasa soma kitabu cha Proverbs chapter number 20 and verse 27. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana.
Kupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Kupeleleza yote yaliyo ndani yake. Ukumbuke last time nilikuwa naongea kuhusu Roho Mtakatifu, Holy Spirit, and I said that the Holy Spirit can come in a type of wind or breath. Kwa hapa naposema pumzi kwa Kiswahili, lakini hapa inasema the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of his belly. Sasa kuna siri nyingi ambazo siwezi kuambia ya kwangu, lakini roho yangu anaijua. Sasa taa ya Mungu ni roho yako, ndio taa ya Mungu. So children of God can expect to be led by the Spirit of God. Kama wewe ni mwana wa Mungu, basi unahitaji kutarajia kuongozwa na roho wa Mungu. Nimesema mara nyingi nilikuwa nataka nifundishe somo hili, lakini leo hii wiki hii ndio Bwana amenipa hiyo break ya kuweza kufundisha kuhusu somo hilo. Now, translation nyingine hiyo kitabu cha Proverbs 20:27 inasema hivi, the spirit of man is the lamp of the Lord. Kama maandiko haya yangeandikwa sahihi katika maisha ambayo tunaishi, wangeandika hivi, the spirit of man is the bulb light, is the light bulb of the Lord. Unajua sasa hivi tunatumia nini? Stima. Kwa hivyo kama kwa dunia ya leo wangeandika ya kwamba roho ya mwanadamu ndiye bulb, globe ya Bwana. Inamaanisha kwamba Mungu huwa anatuwakisha, tunawaka, na Mungu naye anatuongoza kupitia kwa Roho Mtakatifu. Mungu anaweza kutuswitch, sasa hivi tumeswitch ile taa off. Sasa ili kwamba tukaweze kutumika na Mungu, anatuswitch on kupitia kwa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kosa la mwanadamu, mara nyingi tumetafuta ushauri, tumetafuta mwongozo kutokana kwa mambo mengine mbali na roho wa Mungu. Tumejaribu kutafuta mwongozo katika akili zetu. Sometimes tunafikiri kwamba tunajaribu kuamua, to judge the leadership of the Holy Ghost of God by our physical thinking, by our mental. Lakini Mungu hakusema ya kwamba atatuongoza kwa akili zetu ama kwa njia nyingine. Amesema roho ya mtu ndiye taa. Hivyo basi Mungu ameamua kwamba atatuongoza kupitia kwa roho zetu. Ina maana hizo zianzie tunapambanya kiakili zetu tu. Hizo mara nyingi tunajikuta tukishaongozwa na akili, tunajikuta tumejiweka katika mashaka. Kwa hivyo lazima tukaweze kukubali kuongozwa na roho katika roho zetu. Na nikiongea kuhusu spirit, nilikwambia mwanadamu ni nini, tunaendelea siku tu ya leo. Now, but there is nowhere that the Bible says that God will guide us through our mentality. Hakuna mahali ambao Biblia imesema eti Bwana atatuongoza kwa akili zetu. In the Bible hakuna. The Bible does not say that the body of man is the candle of the Lord. Haijasema kwamba mwili wa mwanadamu ndio taa ya Mungu. Neither haijasema kwamba that the mind of man is the candle of the Lord. Pia haijasema kwamba akili ya mwanadamu ndio taa ya Mungu. Lakini imesema gani? It says the spirit of man is the candle of the Lord. Haijasema mwili ni taa ya Mungu. Haijasema nafsi zetu ama akili zetu ni taa za Mungu, lakini imesema roho ya mwanadamu ni taa ya Mungu. Now God will guide us, he will enlighten us through our spirits. Mungu atatuongoza, atatuhuisha, atatuchochea, atatuwakisha kwa kupitia kwa roho zetu, wala sio kwa akili zetu. Now, before we can understand how God does lead us and guides us through our spirit, we have to understand the nature of man. Kabla tuanze kujua kwamba Mungu anatuongozaje kwa roho wake, lazima tuanze kujua asili ya mwanadamu. So we have to understand that man is spirit, he has a soul, and that he lives in a body. Jambo la kwanza, kabla tujaongozwa na roho, lazima tujue mwanadamu ni roho, anaishi ndani ya mwili, lakini yuko na nafsi yake. Sasa basi, man, who is a man? Man is eternal spirit. Unajua, nilisema kwamba watu wanapenda ile mahubiri ya yelling. Hey, the Lord, the fire, lakini kabla ya kuona fire ikiwaka, huwa inatafutwa kuni, zile kuni zikatwe, zipangwe zile kuni, itafutwe kiberiti,
alafu iwakishwe. Sasa kabla tujafika kwa ile fire, lazima tuweke nini? Kuni na tutafute kiberiti. And that is what now I'm doing here. Sio kusema tu roho amesema na huyo roho pia hujua. Unfortunately, wengi wameongozwa na mazingaumbwe wakisema kwamba ni roho wa Mungu. Wengine pia wameongozwa na misisimuko yao pia wakidai kwamba ni roho ya Mungu. Wengine wametawala na roho ya uaguzi, the familiar spirit, wakiwa still na simple because they don't understand whom the spirit is. And before you understand the spirit, you must understand who you are. Now, hebu tusome kitabu cha Genesis chapter number 1 verses 26 to 27. Hapo tunaanzia Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 na 27. Nimesema man is an eternal spirit. Mwanadamu ni Mungu mwanadamu ni roho anayeishi milele. Mwanadamu hafi. Mwanadamu anaishi milele. Soma kama umefika hapo. Mungu akasema, Mungu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Huyu mtu akatawale samaki baharini, na ndege wa angani, na akatawale ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia. Na nchi yote pia. Mwanadamu ni roho. Hiyo ukae siku ya leo ukijua. Mwanadamu ama mtu ni roho na ameumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Sasa Yesu akasemaje? Tusome kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 24. Yesu akasemaje? John chapter number 4 verses 24. So man, tunafika tusomee tu Yohana 4 mstari wa 24. Tumesema Mungu akasema na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, na kwa mfano wa Mungu akamuumba, mwanamke na mwanamume aliwaumba. Yohana 4:24 nasema gani? Mungu ni roho. Mungu ni roho. Huyu ni Yesu mwenyewe anasema. Chochote ambapo kilisemwa na Yesu, hata kama utaki kukubaliana nayo, itakubidi ukubaliane, maana ni yeye Yesu amesema. Yeye ndiye Alfa na Omega. Yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Kwa hivyo kile ambapo Yesu amesema, hata kama unaona kwamba havikufai, havikuelei, wewe itabidi useme ndio. So Yesu akasema nini? Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na wamwabudu yeye roho. Imewapasa kumwabudu katika roho. Imewapasa kuabudu katika roho na kweli. So Jesus said that God is spirit. So man must be necessity to be a spirit. Lazima mwanadamu nawe awe ni roho. Kwa sababu gani? Mwanzo imetuambia kwamba Mungu akasema na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Kwa hivyo kama Mungu ni roho na mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, hii ina maana kwamba mwanadamu ama mtu ni roho. Bwana asifiwe. Hebu confirm kutoka kwa Thessalonians chapter 1 Thessalonians chapter 5 verses 23. I'm just supporting whatever I'm speaking about by the scriptures. Nataka uelewe kwamba wewe kuwa unaishi hapo, wewe sio huo mwili. Hata sasa mtu akikufa anaambiwa mwili wake umepelekwa mochari, mwili wake utazikwa. Ina maana kwamba sio mtu ambaye amekufa, ni mwili imekufa, lakini roho inaendelea kuishi. Maana Mungu hafi na sisi tu mfano wa Mungu. Kwa hivyo sisi ni roho. Hebu soma hapo Thessalonians chapter 5 verse 23. Yasemaje? Kwa kwanza. Chapter number 5 verse 23. 23 yasema hivi. Ndio. Mungu wa amani mwenyewe. Mungu wa amani mwenyewe. Awatakase kabisa. Awatakase kabisa. Nafsi zenu na roho zenu. Atakase kabisa nafsi zenu na roho zenu. Na miili yenu. Na miili yenu. Muhifadhiwe muwe kamili. Yaani mwanadamu ni tripartite. Kama vile Mungu alivyo tripartite. Kwa vile Mungu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, hivyo mwanadamu ni roho, nafsi, na tuseme nini? Mtu mwili, mtu nafsi na mtu roho. Kwa hiyo mwanadamu anasema kwamba muhifadhiwe. Mimi niko na shida na wale usemaga eti Mungu haangalii mwili, Mungu anaangalia roho. Huyu mwandishi anasema kwamba muhifadhiwe muwe kamili kabisa. Lazima uhifadhiwe roho yako, uhifadhiwe nafsi yako, na pia uhifadhiwe pia mwili wako. Kwa hivyo mwanadamu ana sehemu tatu. Now when the physical body of a man is dead and in the grave, the spirit lives on. When the physical body of a man is dead
and departed the grave, the spirit lives on. Wakati roho mwili wa mwanadamu imekufa na akaenda akazikwa pale kaburini, bado nafsi yake huendelea na kuishi, manake roho haikufi. That part of a man is eternal. Hiyo roho ya mwanadamu inaishi milele. Spirit can never die and man is spirit. So Paul is speaking of physical death here. Anaposema kwamba mtu anapokufa, anaongea kuhusu kifo cha kimwili, sio kiroho. Roho ya mtu haikufi, yani mtu hafi. Waje nasema eti roho ya mtu, lakini waje niseme mtu, manake mtu kabisa. Wewe sasa ni roho, manake huo mwili imefanya kukubeba. You are just carried. Wewe unakuwa kama vile konokono anapotembeaga na nyumba yake, kama vile kobe anapotembeaga na nyumba yake. Sasa huo mwili ndio hiyo gamba la kobe, ambaye amebeba kobe, ndio gamba la konokono. Wewe unakuwa ndani, mimi niko ndani. Kwa siku moja nikikufa sasa, mimi si niliyekufa, nitakuwa mwili umekufa, lakini roho itakuwa bado inaendelea kuishi. Japo yani the physical, kwa sababu gani? Sehemu ambayo inaonekana ni huu mwili. Mwanadamu mwenyewe haonekani, yuko ndani. Kwa hivyo hii ni mwili ambayo inafanya nini? Inatubeba. Alafu sehemu ya pili nini? Nafsi. Nafsi ni combination of mind, will and emotion. Nafsi, akili yako, yale mambo unapenda kufanya na hisia zako, ndio inaitwa nini? Nafsi, sehemu ya pili ya mwanadamu. Kwa wakati ambao mwili huu umekosa, wanasema death is dysfunction of the physical body. Dysfunction, wakati mwili nakataa kufanya kazi, ndio nafsi na roho zimeshikana, zimeondoka yako. So wewe sio huyo mwili tu. Sasa basi, kwa Filipi mlango wa kwanza mstari wa 23 na 24, Paulo anaongea kuhusu physical death. Nisomee Kiswahili, nasoma Kizungu mimi hapa. Philippians chapter number 1 verses 23 and 24 nasema, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Soma Kiswahili. Paulo anasema nini kuhusu kifo cha kimwili? Ninasongwa kati ya mambo mawili. Kati ya mambo mawili. Sikiza hapa, kusongwa ni kwamba Paulo anatatizika kati ya mambo mawili. Tuendelee. Natamani kwenda zangu nikae na Kristo. Natamani mimi niondoke nikakae huko na Kristo. Maana ni vizuri zaidi kukaa na Kristo. Mstari unaofuatia, endelea. Bali pia kudumu katika mwili. Sio mimi sana dumu, kudumu katika mwili. Kwa sababu sasa hii ni nyumba yangu ambayo mimi naishi. This time round I'm dwelling in this flesh. Hii ni makao yangu, si mimi. Huyu sio wino. Watu wino wewe huwezi kumuona. You can't see me. Maana niko ndani ya huu mwili. Hii just shape ambao ni matope, ndio wengine wametoa matope makubwa, wengine matope madogo, wengine matope membamba, wengine matope refu, wengine matope mifupi. Bali wewe si endelee. Kwa itajiwa zaidi kwa ajili yenu. Kumbe hapa huu mwili huu hainifai mimi kwa hapa sasa kwa mwili huu inahitajika kwa ajili ya mbarikiwe nyinyi, si kwa manufaa yangu. Bwana sifiwe. Now Paul is going to live, whether in the body or out of the body, he is still going to live. Paul anasema nikiwa kwa mwili huu bado nitaishi, nikiondoka sio kwa mwili huu nitaishi vile vile. If he abides or lives in the flesh, he can teach the church of Philippi and be blessing to them. Naona kwa hivyo kuishi kwa Paulo haikuwa ni furaha yake Paulo, ilikuwa ni kwa sababu ya manufaa ya ile kanisa ya Wafilipi. Ndio anasema nimechanganyikiwa wenzenu, nataka niende nikae na Kristo, na pia natamani nikae bado niendelee kuwabariki, nifurahi. Lakini anasema it is far better. Sasa utakuwa far better ama good. Maana yake anasema nikiwa na Kristo ni bora zaidi kama siko na nyinyi hapa Kristo. Naona kwamba nikikuwa hapa bado nyinyi wana Grace Abundance mnanihitaji kama mtume wenu. So kuishi kwangu sahihi kwa sababu gani? Manufaa ya mke wangu, watoto wangu na kanisa la Grace Abundance. Lakini kwangu mimi ile ambayo far better ni kuondoka kwa mwili huu na kuwa ndani ya Kristo. Hata wewe unaishi kama Joseph. Wewe kuishi kwako sahihi ni manufaa tu ya mzee Willy na Joseph.
Lakini na kwetu sisi pia wanatusaidiaga kutuwekea hela. Lakini kile la kufaa bora zaidi ni kuwa na Kristo. Hata mzee Robert. Hapa ukikaa hapo wewe baraka kwetu, baraka kwa watoto wako na mkeo. Lakini kwa wewe binafsi kama Robert, ile ambayo iko muhimu zaidi sana ni kuwa na Kristo. Na Paulo kwa wakati ambao hachanganyikiwi, amejua yeye ni nani. So haogopi kifo, anasema hiyo tu ni mimi nitaondoka. Anyway, nikiwa kwa mwili huu nitaishi, nikiwa sio kwa mwili huu bado nitaishi vile vile. Kwa mimi anasema mpaka nimefikia sasa nimechanganyikiwa, sijui niende au bado nibaki, lakini bado niko na kazi nyingi ya kufanya. Sijaona ghorofa. Haleluya. Lakini Paulo alikuwa ashafanya kila kitu. Akaona kwamba sasa hakuna shida. Lakini kwa sababu ya Filipi nitabaki ili nikaweze kuwa baraka kwenu. Now, it will be far better for Paul himself, however, to depart to be with Christ. Paul was actually saying, I am going to live in the body, or I am going to depart and be with Christ. Now, who is going to depart? Anasema nikiwa hapa ni baraka, nikiondoka kwangu ni bora zaidi. Hata akisema mimi nitaondoka, nani ambaye ataondoka? Wakati anasema mimi, sasa I am going to depart. Paul was not talking about the body. Akisema nitaondoka hapa, nitawaacha, haongei kwamba mwili ndio utaondoka. Anaongea kuhusu roho. His body was not going to depart. Paul is talking about the inward man, the spirit man who lives inside the body. Anaongea kuhusu mtu wa ndani, mtu wa kiroho anayeishi ndani ya mwili. Hii ni nyumba tu. Anasema nitaondoka. Anasema nimefika kiwango na changanyikiwa. Nikiwa hapa nikuhubiria hivi na furahi, na pia natamani niwe mbele za Bwana. Sasa basi wacha nisijui niende, sijui nibaki. Ndio nasikia wengine kiambiwa kwamba utakufa, utashitaki watu. Sasa niwaambie kuna ndio, tengeneza mambo yako, maana yake utakufa kesho. Utapata kwa chief. Pastor Wino amenilaani, anasema nitakufa. Lakini Paul sasa kwa haogopi, anasema ni kuondoka, huku kufa ni kuondoka. Kwa hivyo nikiwa hapa ni baraka. So alikuwa anaongea kuhusu nini? The inward man who lives inside the body. People sometimes ask, will we know one another in heaven? Watu hujiuliza kwamba, je, tutajuana tukifika huko mbinguni nimuone Theophila? Je, tutajuana na yeye? Na swali ni, hapa je mwajuana? Mkiwa hapa mwajuana? Unajuana? Basi kama unajuana hapa, hata mbinguni pia tutajuana. Tutajuana ukifika huko. Ndio nikasema last time ya kwamba itakuwa mbaya ufike mbinguni na mume wako amebaki au mke wako amebaki. Last week nilikuwa naongea kuhusu kuoa. Kwa hivyo itakuwa ni bora muwe huko mbinguni, lakini uone jamaa yako, mama yako muone pale. Lakini sasa tuweze lazimisha, kwa sababu ukishamwambia mtu twende na amekataa. Unajua nanio Waluya walikuwa na imani gani? Oluchendo no mikulu wa handalala, chendo no mikulu wa handalala, chendo no mikulu wa handalala. Bisara na mikalira. Ni Wilson Majali alikuwa amemba wimbo huo, alikuwa anaimba na Prison Choir. Wanaimba magari. Kama umetubu twende. Kama umetubu twende tuishi na Yesu. Neno linasema twende. Neno linasema twende tuishi na Yesu. Na kama uliroga baki. Kama uliroga baki moto ukuchome. Bwana sifiwe. Lazima hii safari kama tumekwambia ukuje na umekataa, nao utakuona unaenda jehanamu, lakini sina chaguo, ni kwamba sasa imebidi wewe uende, nitafanya namna gani? Praise God. So Paul alikuwa anaongea kuhusu yule utu wa ndani. Na unajua kwamba ukisema tutajuana, nimesema tutajuana huko. Kama tutajuana hapa, tutajuana huko. Maana wewe ambao uko hapa ndiye ambao utakuwa kule. Nikampatia mfano wa tajiri na Lazaro. Lazaro walijuana, maana tajiri alipofika walipokuwa hapa wote walizikwa kaburini. Njia zake kama sasa hivi tukiondoka hapa wale wa Western tutapanda gari moja. Lakini kwa Kisumu tushaanza sasa kuachana.
wa Kakamega anaenda Kakamega. Haya, hata Wajaluo pia wako na Migori, wanaenda Migori. Sio kwamba tunaenda kule Busia, tunaenda Busia. Huko Busia pia na sasa hawa watu walipokuwa hapa duniani waliishi pamoja. Lakini baada ya kuaga dunia kila mmoja akashika njia yake. Sasa Lazaro akaenda kwa cha Ibrahimu, lakini tajiri akaenda motoni. Lakini akiwa kule motoni, maandiko yanasema akainua macho yake na akamuona Lazaro, akamjua Lazaro. Maana wasikia anamwambia baba Ibrahimu, mtume Lazaro achovye kidole kwenye maji aje aniburudishe ulimi, maana kinaungua. Maana alimjua yule ni Lazaro, the man who has been staying under my table for many years is there now being consoled and I'm here suffering. He knew Lazarus. Na Lazaro pia alijua yule tajiri ambaye nilikuwa niko kwenye miguu yake nikiteseka. So mbinguni tutajuana, jehanamu pia watajuana, na pia tukiwaona tukijungulia tukiwaona zamani zile. Maana sasa hii jehanamu na mbinguni ziko mbali mbali. Wakati Yesu alitoka hapa akaenda zake zilitenganishwa. Lakini zamani kwa kuna mto mkubwa kwa mujibu wa Ibrahimu akisema hapa katikati yetu nyinyi na sisi kuna mto mkubwa ambao watu wa huko hawaruhusiwi kuja huku na watu wa huku naye haruhusiwi kuja huko. But walio jehanamu walikuwa wanalia na walio mbinguni wanawaona yule ni fulani jamani alikuwa jirani yangu ateseka vile. Na wanaanza yule ni kazi pale. Yuko pale kwenye nini? Kwenye kifuani kwa Ibrahimu. So in heaven tutajuana. Vile ambavyo tunajuana hapa. Wewe ndio utakuwa mbinguni na ni wewe ndio utakuwa hapa. Lakini utavalishwa mwili mwingine ambaye anaitwa kutokuharibika. Si waimbaji walimba, kazi yangu ikisha nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika. Point yangu ni hapo, kutokuharibika. So mwili huu inavalishwa kutokuharibika. Mwili ambao ukitaka kwenda Uganda, Ulaya, unafunga macho unafika tayari. Ukiingia kwa hiyo nyumba ufungua, hata haja kufungua mlango, unaingia tayari kama vile Yesu. Maana Yesu alipokufa akafufuka alivaa kutokuharibika. Ndio maana alikuwa anaongea pale, "Hey Yesu alifufuka mara pap, hii ndani ya room pamoja naye." na milango imefungwa Yesu. Yuko hapa. Maana amevaa mwili ambao hata mlango ikifungwa, ile ndio mwili wa kutokuharibika. Huo mwili haukui mgonjwa na wala mwili huo haukufi. Kwa hivyo ndio Paulo anasema mimi inaitwa ndio mtu akiuliza kwamba je tutajuana mimi tutajuana kwa maana wewe ndio uko hapa. Now Paulo anasema I'm going to depart. He says and be with Christ. I am going to depart and be with Christ is far better. Sikia anasema kwamba kule kuondoka hapa hivi na kwenda mbele za Bwana it is far better. Yani bora kwa mbali. Yani mbali kama kukaa na Kristo. Kwa hivyo anamaanisha kwamba ataondoka kwa mwili huu na aende kukaa pamoja na Kristo. Sasa basi si kwamba ni mahali pa better ama mahali pa good, but he's saying far better. Si kwamba itakuwa mahali bora zaidi kidogo. Kuwa na Kristo is much far better. Well, Donata na Mlois tudeni huku mtulie na ni confused. Sasa kuna pita wakati ubiri. Bwana Yesu asifiwe. We have some false cults who teach that the man dies. When a man dies, he's dead like a dog. He's dead when he dies. Rudi huku mkayo. Nisumbua. Kuna watu wanaosema eti mtu akikufa anakufa vile umbwa anapokufa. Yaani yake imekwisha. Lakini huo ni urongo. Mwanadamu hakufi kama vile umbwa anapokufa. Maana umbwa hana nafsi. Kama umbwa angekuwa sawa na mwanadamu, umbwa angevaa nguo. Bwana asifiwe. Umbwa anatembea tu uchi barabarani. Hana nguo. Ina maana hana nini? Nafsi. Kwa sababu nafsi ni combination of what? Mind, will and emotion. Hujawahi kusikia leo umbwa amecheka, amefurahi. Maana amefurahi. Hana emotion. Umbwa hana emotion. Kwa hivyo anayenisha mwanadamu na umbwa, hiyo ni false doctrine. It's a cult. Hujawahi sikia basi leo umbwa ameshinda kununa maana yake amekasirika. Mwanadamu na umbwa wako tofauti. Kwa maana mwanadamu ana nini?
Usiweze leo unasema Mungu amesema leo natamani kula nyama. Mungu amesema hivi. Sasa anayekuambia kwamba mwanadamu ni sawa akifa sasa na umbwa, huyo hajielewi. Then nikwambia mwanadamu hawezi fanana na umbwa. Man does not die. No, man is not. Man is more than a body. He is a spirit and he has a soul and he lives in that body. Others also says that when man dies, he is in a soul sleep. But the Bible does not teach us that. Wengine wanasema kwamba eti mtu akikufa ni nafsi yake imelala. Yaani uko pale kaburini ni kwamba ni kama ambao umelala usingizi, ujielewi maana yake ni kulala umelala. Kwa unapoenda kuzikwa ni kulala tu umelala. Biblia haisemi hiyo tena. Biblia, the Bible does not teach us that. Now, some say that the spirit does depart, all right, but it comes back as a cow, a dog, or someone else. Wengine nao wanasema eti roho ikitoka inaondoka, baadaye inarudi kwa mfano wa ng'ombe, mbuzi. Kama tabia yako ilikuwa mbaya unakuja kama komba mwiko. Kama inzi unakula mavi. Hiyo inaitwa reincarnation. And reincarnation is unscriptural and unbiblical. Hiyo iko kinyume cha Biblia. Hakuna ya kwamba hiyo, nafikiri ni ya Wahindi. Wanaamini ya kwamba mtu akikufa, kama ulikuwa ni mtu mzuri, unaweza kuja kwa mfano pengine wa ng'ombe, alafu ulishe watu maziwa, ama kuja kwa ndege yule anayeimba ndege mzuri. Lakini kama ulikuwa mtu mbaya, unarudi katika hali ya komba mwiko, alafu uende kuishi chooni kama hivi ukikula mavi. Sasa hiyo pia ni kinyume cha Biblia. Kwa hivyo kuna utafiti mara tatu. Kuna sisi ambao tunaamini ya kwamba mtu akikufa mwili ndio imelala hapa, lakini mtu mwenyewe ameondoka. Ambao Paulo anasema ya kwamba natamani, nimefika kiwango niko divided, na natamani kwa, unajua inafika wakati natamani kumuona huyo Yesu kabisa. Tukae na Yesu sasa. Lakini nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumuona Mwokozi. Sikiza, kuna pastor mwingine nimesikia alikuwa na itikadi kali, alikasikia mshirika asema, mimi nikifika huko mbinguni, nikosa huyu pastor narudi. Urudi. Je, kama pastor kwamba slide, mimi ukifika mbinguni nataka kumuona Yesu kwanza. Wachana na pastor wenu, tusalimiana kesho. Bwana sifiwe. Wewe mama umekuja. Pongezi, umefanya kazi nzuri. Tukutane. Mimi nikifika huko mbinguni, ninataka kumuona kwanza nani? Yesu. Because Yesu ndio symbol ya mbinguni. Chana bishop wangu, sijui kama aliacha safari jana. Alikuwa ameenda jana, wewe umekazana ikifika. Na bishop wangu, wewe vipi wewe? Unafikiri bishop ana mbingu? Kufika mbinguni, mtu wa kwanza tutakumuona pamoja na mimi, namuona Yesu kwanza. Ndio baadaye basi nasikia baba Ibrahimu naye nasikia yuko, nipeleke kamwone baba. Na yeye mzee Adamu na yeye ako huko mbinguni. Lakini jambo la kwanza kumuona Mwokozi, maana huyo ndiye ishara ya mbingu. Ukifika ukose Yesu hapo, hata kama ni wala na dance nyimbo za kwaya huko na hujamuona Yesu, shuka. Mwambie nionyesheni Yesu. Maana yake wala Yesu kwa campaign kama yule mzee nani? Tupa. Kumbe ilikuwa siku ya nini? Yes, kwa mimi mbinguni nikifika, tayari muone Mwokozi kwanza. So, stay with the word of God and it will solve all your problems along this line. Paul said, I am going to depart. I am going to be with the Lord, which is far better. Kana neno la Mungu itakufundisha mambo haya, itakujibia maswali yote kuliko hii bambanya. Sasa Paulo anasema mimi natamani niende mbinguni, maana kwenda huko ni bora zaidi kuliko kukaa mahali hapa. That is far better. Now Paul preached the same truth and taught the same facts to all churches. Here he uses different words to teach the same blessed truth to the church. Kwa kitabu cha Wakorintho, tusome Wakorintho mlango wa pili mlango wa 4 mstari wa 16, Paul akiongea katika mtizamo mwingine kuhusu kubadilishwa. Inabafika 2 Corinthians chapter 4 verse 16, kizungu nasema, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So kwa hiyo tulegei
hatulegei. Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, Bali ikiwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Ijapokuwa hii mwili, ndio kuna wakati unaweza kutana na mimi ukaona Pastor Wino kitambi kinakuja kwa mbali, kwa kinaenda hiyo kitambi kinakuja kwa mbali. Alafu wewe ujue Pastor Wino sasa wiki ijayo tangaza maombi ya wiki. Sasa akimaliza maombi ya wiki kitambi kimepotea. Mbona yule tazingine nikiomba sana, alikuwa mgonjwa yule pasta, mbona tena mwili umeenda? Kumbe ni kufunga. Sasa mwili huu unaweza chakaa. Mwili huu unaweza kunenepa wakati fulani. Mwili huu ukapungua wakati fulani. Mwili huu unaweza kuwa mgonjwa wakati fulani. Unaweza kuparara wakati fulani. Unaweza kuvunjika moyo wakati fulani. Lakini utu wa ndani unafanywa upya siku baada ya siku. Amen. Wapendwa, sisi sio mwili huu. Sisi ni roho. Mtu ni roho. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, na Mungu ni roho. Na kama Mungu ni roho na mimi ni mfano wa Mungu, basi mimi ni roho. Sina shida. Hii hata ikinyauka, hata ukija kuona nimeenda sana mpaka nguo inaanguka tena, mpaka saa zingine wakati wa zamani tulikuwa tunavaa suspenders. Kwa sababu tunaomba mpaka hiyo kiuno haishiki long. So unaikuta na suspender juu. Hata tulipokuwa tukifanya hivyo kwamba itushikie kiuno, maana kiuno hakuna, wengine wakafikiri hasa suspender nao ni mtindo fulani. Kila mmoja akavaa suspender pasipo kujua, na wengine hata wafungi. Suspender. Maana kuna wakati ambao mwili huu hupungua, lakini kila wakati utu wetu wa ndani unafanywa upya. Amen. Huyo ni utu wa ndani, ndio wewe. Paulo anamuita mtu wa ndani. Petro anamuita mtu wa rohoni. Kwa hivyo wapendwa, masaa yangu ndio hayo yameisha. Paulo anasema kwamba ijapokuwa tunafanywa upya, ijapokuwa nchi anasema mimi wacha nichakae tu nje, lakini utu wangu wa ndani unafanywa upya. Jambo hili lilimsumbua sana mtumishi wa tumuite nani? Cornelio tumuiteje kweli? Huyu jamaa anaitwa Nicodemus, alikuwa ni kuhani. Katika kitabu cha John 3:3 kuendelea. Unaona ilimsumbua wakati ambaye utazaliwa mara ya pili, anasema mimi mzee hivi na ndevu zangu nirudi kwa tumbo la mama ili tena nizaliwe. Vitakuwaje jamani? Inawezekana kweli? Akaambiwa sasa wewe uelewe, maana mambo ya rohoni hujulikana na watu wa rohoni. Wale ambao mnaingia saa hii na introduce somo inaitwa how to be led by the Spirit of God, jinsi ya kuongozwa na Roho wa Mungu. Sasa wewe kuanzia kijana, njoo mapema, maana haina haja kukata ndimi hapa na pia maono mengi na kuwa kiroho na hatuelewi kwa huyu roho ni nani. Lakini ili kuelewa roho ni nani, ni lazima tuanze kujua sisi wenyewe ni nani. Na ninasema hivi, kile kwa mafundisho haya, hata ukienda kule juu kama moto unawaka hiyo ya roho, lakini hapa chini kuna kuni ya migogo mikubwa ya mikilifi na miembe iko pale chini inawaka. Usiwe Mkristo ambaye anawaka ile moto wa makuti ambao tayari unaona nyumba ya makuti ikichomeka tayari, ukienda baada ya masaa mawili unatanganyaga pale, hakuna hata mirni. Nini Kiswahili kweli? Mirni. Zile ndogo ni kweli haipaji, zile ndogo sana. Cheche. Hakuna na cheche ile kama mirni. Unajua kusema lugha ya kwenu unakuwa inaelewa vitu zaidi. Mirni. Unakuta moto uliwaka kubwa, ilikuwa inawaka. Ukija hapo hata hiyo cheche hakuna. Na Wakristo wengi wamejawa moto wa makuti. Waka mpaka sasa dini mpya ndio imekuja, Yesu ndio tunaongea na lugha sisi kule pingilikani. Baada ya muda akirudi jaribu ndogo kidogo kile ameshamfika. Sasa enda kwa moto ambao unachoma makaa. Uangalie pale mwezi mzima inawaka tu. Mwenyewe aliwakisha kwa siku 5 pengine ikashika moto. Ilishika moto akaenda zake. Yeye anakuja kuangalia mahali ambao kunatoa linio hivi makaa inaingiza upepo, anajaza na mchanga. Anaangalia imetoboka, anajaza na mchanga. Mwezi mzima yeye anajaza mchanga. Huku moto kunawaka na yalikuwa ni miti mibichi. That is what I'm doing in this church. Hallelujah. Na kuwekea moto wa makune ya miti mibichi, ndio ikishika watu wakiona huku kunawaka, basi
basi ikizima hata mwezi mmoja ukienda pale huwezi kanyaga, na hata ikiwa imekuwa majivu bado ule mchanga ukikanyaga pale baada ya mwezi mzima utachomeka mguu. Wachana yete. Mwambie mwenzako si hapa. Here I'm putting you in a great foundation. Na unaanza kwanza ujijue na umjue huyo roho, kiasi ya kwamba ukitembea katika roho unaelewa chenye ambao unafanya, because maturity, karama ziko. Hata huwa mtoto kama huyu, kuna pasta moja alikosea sana, mtoto wa miaka 9 hivi alijazwa roho. Mkono namna hii watu wanapona, akionyesha mkono hivi watu wanaanguka. Ile pasta lazima mtoto awache shule kwa maana anakuwa mhudumu. Huyu mtoto ambaye hata utakatifu wake mwenyewe kama huyo Kimbe, utakatifu wake yeye bado mbambanya, tunamfuata kila kienda. Mtoto wangu kama ile issue yetu ya juzi tulikuwa tunaongea hapa, eti mtoto anasema usijua anakaa nyuma ya nyumba anatengeneza nini. Hamna, marufuku. Hakuna watoto wa teenagers wanakaa nyuma ya nyumba na wasichana wavulana wanatembea shanga, na hiyo tumekataa. Lakini anakuwa kaongea kwa lugha ukadhania kwamba maana yake Roho Mtakatifu kwa moyo wote ukinyenyekea anashuka. Hata hawa wadogo hawa wakifundishwa na waombe, Roho anashuka na wanatoa unabii. But still lazima tuwabambane, lazima waende shule. Niwaambie ukienda shule kule hakuna kuongea na lugha. Maana yake siku ya mtihani lugha haitakujibia mtihani. Wewe acha lugha nyumbani kwanza, enda usome shule. Hiyo lugha utapata baadaye. Na hiyo lugha itakusaidia siku umaliza somo, umeenda college, umaliza college, umerudi sasa mtaani na Bwana amekuita katika huduma. Sasa ile lugha, hata mimi hapa tumeongea na lugha kwa teenager, lakini hiyo lugha sasa inanisaidia. Suppose babangu amesema wewe ni mhubiri, acha kusoma, wewe ni kwa pastor hapa sasa hivi. So karama ziko na zitashuka kwa mtu yote, lakini hii elimu ni bora zaidi. Kwa lazima ujue mtu sio huo mwili wako. Hiyo ni mwili ambao imekubeba wewe. Na katika mambo haya inahitajika ukubaliane na Roho Mtakatifu, alafu Roho atakulea zaidi. Maana Yesu akasema mambo ya rohoni inajulikana na mtu wa rohoni. Mambo ya kimwili yajulikana na mtu wa kimwili. Mambo ya kinafsi, kwa hivyo wewe ni ujue roho ni nani. Ndio nimeanza hii, how to be led by the Spirit. Kwa hivyo hii sasa kwa sema kweli, kama wataka kuongoza na Roho, utumike mambo ya roho, utumiwe na Roho kwa mambo ya rohoni. Njoo hapa, hii fundisho ambalo kiakilini mwako inaonekana kama inaboesha, uje ukae hapa. Manake wakati makaa inaanza kuwakishwa huwa inakaa kuboesha, lakini baadaye ikishawaka unaweza ukachoma mahindi pale na itawaka siku kadhaa. We want to put foundation strong. Sio jambo ndogo hiyo pepo hivi tunahama kule ndio sasa kuna Mungu. Mwambie mwenzako hamna. Amen. Kwa sababu Paulo anasema kukua na Bwana is far better. Petro anaita kwenye kitabu cha 1 Peter chapter 3 verses 4 anasema, but let it be hidden man in the heart. Let it be the hidden man of the heart. Hidden man of the heart. Lakini huyu ndio Paulo anaita kwamba ni mtu wa ndani, inward man. Na huyu ni hidden part of the man. Tunaendelea, tumeanza introduction ya somo mpya inaitwa how you can be led by the Spirit of God. Nitakueleza vile kusikia sauti ya Mungu, vile nasikia Roho akizungumza tunapoendelea. Nitakufundisha vile Roho huzungumza na watu, na vile Mungu huzungumza, na vile Roho huongoza watu. Lakini number 1 ilikuwa ujue mwanadamu ni roho, anaishi ndani ya mwili na anafanya nini? Na ako na nafsi. Kwa hivyo hiyo sehemu ambayo deciding factor inaitwa soul. And soul is a combination of mind, will and emotion. Nikakwambia mtu asikwambie eti mwanadamu na umbwa wanafanana. Umbwa havai nguo. Kwa nini? Hana nafsi. Kwa sababu kama angelikuwa na nafsi, angejua ya kwamba kutembea uchi ni mbaya, akaenda kuvaa nguo kwanza. Kama kuku angelijua ya kwamba kama alikuwa kuku na nafsi, angejua kwamba mambo ya mapenzi haikimbizani kwa mbele za watu, angeingia kwa nyumba. Naelewana?
Mtu asithubutu kukufananisha na mnyama eti mwanadamu akikufa ni sawa na mbwa. Never. Bwana, hakuna siku ambayo leo ngatibuku leo amefurahi ameshinda kwa akiimba leo kuku wangu amefuna ameshinda na furaha leo kusikia. Lakini mtoto wangu leo mtoto wangu hata wachana leo mtoto wangu ameshinda amechangamka vizuri. Mtoto mdogo mwenyewe tu. Amen. Lakini sio leo nakwambia leo ng'ombe wangu ameshinda na furahi ng'ombe. So human being is a spirit. Kwa sababu gani? Genesis 1:26 inasema nini? And God said, let us create man in our image. Genesis chapter 1 verses 26 and 27. Then Jesus said that God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth. So, if God is spirit and man is the image of God, this means that human being is a spirit. Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Akawaumba mwanamke na mwanamume. Na Yesu akasema Mungu ni roho. Na kama mtu kama Yesu alisema Mungu ni roho na Mungu alisema tuumbe kwa mfano wetu, sasa mfano wa roho ni roho. Ina maana mtu ni nani? Ni roho. Kwa maana Mungu ni roho na mtu ni mfano wa Mungu. Sasa huyo ndio wewe. Usingangane wakati mwingine ati leo jamani nasikia nimekonda na watu watakwambia madada siku hizi umelose weight. Na basi najua sasa yule mume wangu hasa bwana tangu nilipooa unajua wanawake nao sasa hiyo tunajibizana kule kilichofanya ukonde. Wachana nayo, hii ni mwili ambao baadaye itarudi mavumbini. Maana mavumbini ulitoka. Wewe sio mwili, wewe ni roho. Amen. Kunona tanona na kukonda takonda na hivyo hivyo hatubabaiki. Maana sisi sio mwili, sisi ni roho. Amen. Simama kwa miguu yako, praise and worship, pandeni juu. So for you to benefit in this subject, please make sure you come early next week. Maana nataka somo hili iingie katika maisha yako vizuri. Praise and worship, tunapanda juu haraka haraka. Maana it is your time, it is your time. It is your time. Kwa sheria ni hivyo tu. Saa zingine ukiona unachelewa panda hapo usani unaguza hata ama wewe ambao utakuwa hapo ni Felista, you go there and unaguza keyboard, unajua kwamba ili unajua kwamba my time is up. Na nyinyi wana praise and worship unakuja tu unasimama hapa. Sio ukosefu wa nidhamu, nimewaruhusu. Kama time imefika usingoje kuitwa. Time wewe unaenda time. Nakuja nasimama hapa nyuma najua yes hata namaliza time za wenyewe lakini